tunaujenga ni mradi mkubwa, itakuwa ni industrial park ya aina yake hapa Afrika, na mmesema nataka kupata nafasi pale. Mimi nalizingatia hili, itakapokamilika tutawaunganisheni na wawekezaji ili mpate nafasi pale, kwa sababu moja ile mradi tutaangalia swala la horticulture hii ambayo mmezungumzia. Kwa hiyo tutapata nafasi mfanye biashara ndani ya ile eneo, na nitalizingatia wakati wa kugawa maeneo. La pili, wizara ya biashara iangalie jinsi gani inaweza kuwashawishi viwanda vikubwa, ili hoja ni kuunganisha na viwanda vikubwa. Kupitia uongozi wetu tutafanya hiyo kazi ili tuwaunganishe. Utaratibu mpata maeneo 77 ili kuanzia 77 ya mwakani, wizara ya biashara na wasaidizi wangu hapo wananisikiliza, mwatengea wakina mama eneo muhimu la Women of Hope Alive, wawe na eneo pale 77, kwa sababu 77 inafanyikia Dar es Salaam, si ndio? Hiyo Dar es Salaam ndio hii. Sasa waziri mwenyewe anatoka Dar es Salaam wa wizara ya biashara, sasa si ndio hapa, ndio nimeshawapa sasa, simpige makofi. Kwa hiyo mwaka kesho mtapata. Kwa hiyo andani bidhaa. Mwaka huu waliomba wamachinga tukawapa, banda lao lilipendeza sana. Kwa hiyo tutawapeni eneo nyinyi, andani bidhaa, na kwa jinsi ambavyo nawaona nyinyi mnaweza mkaonyesha bidhaa nzuri sana na mpaka mkashinda vizuri kabisa. Kwa hili this one is guaranteed, tutawapeni ili mpate. La nne, nimesema TBS tumeshawaelekeza kwamba waweke special program kwa ajili ya wajasiriamali wadogo, kwa sababu kwa muda mrefu sana TBS ilikuwa kidira kwa biashara wakubwa sana, lakini tumeshakubaliana na wameelewa, wameshaanzisha special program kwa ajili ya wajasiriamali ambao wanafanya biashara ndogo. Sasa na nyie tutaunganisha nao ili wawafundisheni namna ya kuweza kukidhi viwango ambavyo wanavitaka, ili bidhaa zenu ziweze kutambuliwa katika masoko yetu ya ndani na nje ya nchi. Hii nalo lipo ndani ya uwezo wangu, tutalitekeleza. Uongozi tuwasiliane, ni waunganishe na TBS liweze kufanyika hilo. Na la mwisho, kuangalia unafuu wa kupunguza masharti, tutaliangalia. Kupunguza masharti tutaangalia, kwa sababu tunaogopa kidogo. Tunataka bidhaa ambayo mnaitoa nyie ubora wake ule, kwa sababu TBS kitu yake na msingi kabisa ni kuhakikisha usalama wa bidhaa ambazo Watanzania wanazitumia. Kwa hiyo mimi naona hoja ya msingi ni kuwawezesha nyie muweze kukidhi viwango ambavyo vinatakiwa kuliko kupunguza masharti. Ili kama ukitengeneza juice, ubora wa juice ule, tusipunguze ubora wake, ili mwananchi atakaye kula juice yako afurahi na juice yako kama anavyokula juice ya Azam na viwanda vingine. Kwa hiyo wananchi tunaliangalia, tuwasaidie mweze kukidhi vigezo, lipo ndani ya uwezo wa TBS na inawezekana. Kweli leo tuna tukio kubwa la kongamano la mwanamke na kikoba kwa mwaka 2021. Kongamano hili huwa tunalifanya kila mwaka, huwa tunaadhimisha mara moja kwa mwaka. Ni maalum kwa ajili ya wakina mama wa vikundi wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunakutanisha vikundi vyote vya vikoba, lakini sio vikoba tu. Vikoba hivi tunatamani vinapokuwa hapa kwenye kongamano vinakutana na wadau mbalimbali, taasisi za kifedha, mashirika mbalimbali. Kama leo hapa tuko na Wizara ya Fedha, tuko na Benki Kuu ya Tanzania, tupo na benki ambazo zina huduma ndogo za kifedha, lakini kwenye vikundi vya kina mama tupo na watu wa TAMISEMI. Maana vikundi vingi ukiangalia sasa hivi vikundi vyote vinatakiwa viwe vimesajiliwa kisheria, lakini vilivyosajiliwa bado ni vichache, mwitikio ni mdogo sana. Kwa hiyo watu wa TAMISEMI wako hapa kuongea na vikundi vya vikoba vya wanawake wa Dar es Salaam kuhakikisha wanatoa elimu ili vikundi vyote viweze kusajiliwa. Lakini pia mambo ya mikopo na fursa zote zilizoko serikalini wanatakiwa wazipate wakina mama kwenye vikundi. Kama tunavyoona juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, anatamani kuona wanawake wanakuamuliwa kiuchumi. Sasa ili wanawake waendelee na kuipata ajenda hii, ni lazima wakutane kwenye makongamano maalum ya wakina mama kama haya. Ndio lengo mahususi la kongamano hili. Labda Women of Hope Alive ni nani hasa? Women of Hope Alive ni kikundi cha wakina mama, ni kikundi cha kikoba. Ni kikundi cha kikoba cha kina mama, kina wanachama 40 ambapo mimi ndio mwenyekiti wake. Lakini kikundi hiki kimeendelea kuwa na maono mbalimbali. Kila mwaka tumeendelea tunakuwa mpaka tulipofika sasa tumeweza kupata hata mitaji
ya kutosha kiasi kwamba tumewekeza na UTT, lakini leo hii tunazindua microfinance, lakini ndoto zetu kubwa sisi miaka miwili mbele tunatamani kuwa na benki ya wanawake ya Women of Hope Alive. Kwa hiyo mafanikio haya ndio maana tunataka na wenzetu waone, tushare nao jinsi ambavyo sisi tumefika hapa, na tuna vikundi vingine vikubwa kama sisi viko ndani, kuna vikundi vya kati, vichanga na wengine ambao hawana vikundi. Kwa hiyo tunapokutana nao tunashare yale mazuri na mambo ya maendeleo kwenye vikundi. Mmekuja na kauli mbiu ya mikono ya mama, uchumi salama, mlimaanisha nini? Hata wewe kwenye familia nyumbani kama una mke na kama hujaoa, utakapokuwa na mke utakuja kuona mama akikabidhiwa fedha, kwanza ni mwaminifu. Wanawake ni waaminifu, wanawake ni wathubutu, na kwenye swala la hela mama ni mwaminifu sana. Kwa hiyo uchumi wa mama, mikono salama, unaanzia kwenye ngazi ya familia. Tukianza kwenye ngazi ya familia, ukiona familia inaenda vizuri, mambo yanaenda vizuri, watoto wanaenda shule, miradi inasimama, jua pale kuna mkono wa mama. Na viongozi wanawake sasa hivi umeona wanafanya vizuri. Mheshimiwa Rais umemwona ambavyo anafanya vizuri. Tunajenga mashule, tunajenga mazanati, mikopo inaendelea kupatikanika, wanafunzi wanaendelea kupata mikopo. Yaani ile mikono ya mama imeshika uchumi salama, ndio kauli mbiu yetu ya leo. Kila mwanamke akitoka hapa leo anaenda kuhamasishwa, hakikisha anakuza uchumi wake kwake yeye moja, kwa kikundi na kwenye jamii kwa ujumla. Sababu tunaamini kabisa mama akishika uchumi hakuna linaloteteleka. Tuambie, tangu mmeanza makongamano haya, hili ni kongamano la ngapi na mmefanikiwa vipi? Hili ni kongamano la 3. Kongamano la kwanza ilikuwa ndo tunaanza. Tulikuwa tunataka tuone mwitikio, tulifanikiwa kupata wakina mama 400 mwaka 2019. Ilipofika mwaka 2020 tulifanikiwa kupata wakina mama 800. Lakini sasa mwaka 2021 tuliona mwitikio ni mkubwa, watu walikuwa wanaulizia sana mwaka huu kutakuwa na nini, lini mnafanya kongamano, kila mtu anataka kongamano. Sasa hivi tumeweza kufanya leo kongamano la kina mama zaidi ya 1000. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri, vikundi ni vingi vinahitaji huduma hii. Lakini pia sambamba na kongamano hili tumepata udhamini mkubwa wa ubalozi wa Uholanzi. Wanatamani kufikisha elimu kwa jamii, elimu ya vikundi vya kina mama, kusaidia kina mama wajasiriamali wadogo kuinuka. Kwa hiyo wametudhamini hapa, na kabla kongamano hili tulikuwa na semina siku 2 kwa kina mama wa vikundi. Kwa hiyo huu ni mwanzo, na leo ni kama tunakuja kutoa taarifa kwamba kongamano hili na haya mazuri yanayopata hapa leo hayataishia hapa leo. Tutaanza kupita kwenye kata baada ya kata. Mkoa wetu wa Dar es Salaam una kata 102. Kuna wakina mama wengi ambao walitamani kufika hapa leo hawakuweza kufika, lakini wasio na wasiwasi, tunawafuata huko tukiwa na ubalozi wa Uholanzi. Ndani ya miaka 9 kwanza tumehakikisha kila mwanachama wa WHA atakuwa ni mjasiriamali. Haijalishi unafanya kazi, haijalishi wewe ni nani, lakini tunatamani kuona kama ni mfanyakazi usiishi tu kwa kutegemea mshahara. Lazima maana tunapeana elimu kila siku, sisi tunajifunza. Tunatamani pamoja na mshahara, lakini wewe kama wewe, yani anza na ulicho nacho, unaweza kutengeneza hela ya ziada kiasi gani. Yani hata siku kazi ikiwa hakuna, yani wewe uone ni kawaida, na hata ifike mahali useme sasa mimi kazi basi naingia kwenye ujasiriamali, naendelea kukuza uchumi. Kwa hiyo kila mwanachama ana biashara aliyoanzisha kwa kupitia WHA. Maana kuna mikopo ya bei rahisi ya riba nyepesi kabisa kwa sisi wanachama. Lakini pia fanikio lingine kubwa, tuliona watu wengi wanatamani kujiunga na sisi, na namba yetu sisi tuko 40. Kwa hiyo tulifungua branch ya WHA ambayo tunaita WHA Junior, Women of Hope Alive Junior. Wako wanachama 40 wapya ambao hao tunawalea nao watakuja kufika kama sisi. Leo hii tunafanya usajili hapa, tutakuja kuongeza matawi mengi ya WHA. Tunatamani mafanikio yetu sisi yani yawe mengi, lakini kikubwa zaidi leo tunazindua microfinance. Kama nilivyokuambia, ni ushindi mkubwa sana kwetu, na tumekuwa sasa hivi ni wawekezaji wa UTT. Sisi sasa hivi ni wadau UTT, tunawekeza kule hela zetu. Kwa hiyo haya ni mafanikio mengi ambayo tumeyapata kupitia Women of Hope Alive. Na changamoto siku zote kwenye mafanikio hapa kwa sababu changamoto zipo, lakini sio changamoto za kutisha sana, ni zile of course za kawaida, sababu sisi kikundi chetu kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba, na katiba yetu ina miongozo na ni lazima tuifuate, na ndio maana tumeweza kuishi miaka 9 bila kupata matatizo mengine. Kwa hiyo ndani ya katiba yetu inasema mwanachama ni lazima kuhudhuria tukio aidha la chama au la mwanachama. Maana ikitokea mwanachama ana tatizo aidha la msiba au la furaha, wanachama wote tunatakiwa tuwepo pale. Kwa hiyo ndani ya mwaka mzima hutakiwi kukosa matukio 3, aidha la chama au aidha la mwanachama. Kwa hiyo ukikosa matukio 3 umepoteza sifa ya kuwa mwanakikundi. Kwa hiyo pale tunapomshusha mwingine kwamba utashuka junior, baada ya junior unaweza ukapoteza nafasi hiyo, kwetu tumekuwa kama ni changamoto. Ingawa kwa mwaka huu hatukuweza kupata changamoto ya hivyo. Kila mtu anashiriki mahali popote muda wowote. Wito wako kwa serikali pamoja na wadau wengine, hasa wadau wa kifedha?
Wito wangu kwa serikali na wadau wengine wa kifedha ni kuwaomba sana waunge mkono juhudi za Mheshimiwa Rais, hususan kwenye masuala ya kuwasaidia wakina mama wa vikundi. Fursa za serikali zilizopo ziendelee kuwafikia wakina mama. Tunaziomba sana halmashauri zetu zitoke sana, yani zitoke. Wakina mama mtaani wako wengi sana, hawana elimu ya fedha, hawana elimu ya vikundi. Sasa hivi mara nyingi huwa mimi na kampeni yangu Panda Mbegu tu, huwa nashuka huku chini mitaani, unamkuta mtu yupo lakini hana ile elimu. Kwa hiyo niombe serikali kupitia halmashauri zetu waweke utaratibu mzuri kwa kushirikiana na maendeleo ya makata kutoa zaidi elimu za vikundi huko chini. Serikali inatoa mikopo ya riba nafuu, 4% kwa wakina mama, 4% kwa vijana na 2% kwa walemavu. Wakina mama wapo wengi, taarifa zifike ili watu waweze kujikwamua. Maana lengo na nia ya Mheshimiwa Rais ni nzuri sana, lakini kikubwa ni taarifa. Kwa hiyo serikali sasa hivi tumeona Mheshimiwa Rais ameomba hata riba za mabenki zishuke. Kwa hiyo zinaposhuka vikundi vitazidi kunufaika na uchumi wa mwanamke utaendelea kukua.